Ubatizo ni zaidi ya unavyofikiria. Paulo anauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? La. Je, mlibatizwa ubatizo gani? Kwa hiyo kuna ubatizo unaitwa kumvaa Yesu. Unapoingia kwenye maji anatoka hapo, amekuwa kiumbe kipya kwa njia ya ubatizo. Magonjwa unakuwa mtu mwingine kwa njia hii. Lakini jiandae moja. Inasema mstari wa 2, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakala kile chakula cha nini? Cha roho. Walipokuwa wanapita, kama unanielewa, lakini wanapita pale. Kwa hiyo hapa kuna majeshi yataishia hapa. Kuna uchawi utaishia hapa. Kuna mizimu itaishia hapa. Kuna laana zitaishia hapa. Yaani hapa ni mpaka waliokuwa na kumiliki sasa unakuwa miliki nyingine. Pite kwenye yale maji kama ubatizo. Wawe wa Musa, wasiwe wa Farao tena. Halafu wakala wote kile chakula cha roho. Kwa hiyo baada ya hapa sasa unatakiwa kuendelea kula chakula cha nini? Hawakupita ile bahari halafu wakarudi tena kwa Farao. Tunakutoa hapa, utaki kurudi tena kwenye mizimu. Wewe unavushwa. Si kama unanielewa? Sio tunakubatiza hapa halafu tena unaona bora niende Romani. Sasa inasema hivi Biblia, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wawe wa nani? Wa Musa. Kwa hiyo tunakubatiza leo, wewe unakuwa wa Apostle Ndegea. Yeye ndo anatakiwa aendelee kukupa chakula cha nini? Cha roho. Kama utaki bora usibatizwe basi. Tanzania, huku Kenya. Huku Tanzania, huku Uganda. Huku Tanzania, huku Zambia. Si kama unanielewa? Sasa kazi yetu sisi tunakuvusha hapo mpakani. Kama ulikuwa Tanzania tunakuvusha hapo, tunakuingiza Zambia. Kama ulikuwa Zambia tunakuvusha hapo, tunakuingiza Tanzania. Ulikuwa Misri tunakuvusha hapo, tunakuingiza nchi ya ahadi. Ulikuwa kwenye magonjwa, hapo kuna mpaka, tunakuvusha hapa sisi. Nilikuwa nakomboa mtu kutoka kuzimu asubuhi sana. Tunakuvusha. Sisi tuna nguvu kuliko adui zako. Mimi nina nguvu kuliko wanaokuloga, kuliko pepo ulionao. Kwa hiyo kazi yangu ninakuvusha. Sasa wewe usitamani tena kurudi kama wale watu. Jamani, turudi tena kule wakazikumbuka nyama za Misri, masufuria, vitunguu saumu na waliokosewa na wale wenzangu na mimi walioanguka. Kwa hiyo usirudi tena. Yesu akamtengeneza mtu mmoja akamwambia usitende dhambi. Matatizo yote ya kale, kama kweli utakuwa tayari. Utumwa ulikuwa mwisho pale kwenye bahari ya Shamu. Na leo itafanyika kula kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Baada ya hapa kuna meza. Ila kwenye meza ya Bwana wananunuaga biskuti. Si umeiona hiyo? Alafu wanakuambia ni mwili wa nani huu? Ila ikija sisi tunataka kwamba huu mkate leo uwe mwili wa Yesu. Wanasema angalieni hizo ibada